Mwanaume anaposhiriki tendo la ndoa akaliweza tendo na kuweza kufanya vizuri kwenye tendo, vinategemeana na mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni mzunguko wa damu pamoja na saikolojia yake. Nikizungumzia hivi nasema kwamba mwanaume pale ambapo anahisi, anatamani, anafanya kupeleka taarifa kwenye ubongo, ndio ile hali ya saikolojia. Ubongo unasapoti damu, kupitisha damu kwenye maumbile yale ya uume, ndio unamkuta mwanaume anasimamisha vizuri maumbile yake. Kama mzunguko wako wa damu utakuwa sio mzuri, basi maumbile yatasimama kwa ulegevu, lakini pia hautoweza kulifanya vizuri tendo kwa sababu saikolojia yako haipo vizuri. Lakini jambo lingine la pili ni homoni yako ya testosterone. Hii homoni inamfanya mwanaume kuwa na ile hamu ya kushiriki tendo la ndoa, kuwa na uwezo wa kurudia tendo la ndoa baada ya raundi ya kwanza, ule muda ambao unatakiwa. Yaani homoni yako ya kiume inafanya vitu vingi sana, inasapoti wewe kukuwezesha kumwaga mbegu ambazo zinahitajika, lakini pia inakusapoti moja kwa moja kwenye namna mzima ya kufanya tendo kwa kurudia rudia. Ukiwa vibaya kwenye hizi hali mbili, fahamu ya kwamba hii changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume lazima itakutokea, kwa sababu utasimamisha maumbile yako kwa ulegevu, lakini pia itapelekea kushindwa kurudia raundi ya pili kwa wakati. Kiujumla utakuwa vibaya sana chumbani. Huenda ulifanya masturbation ukaathiri saikolojia yako, lakini pia huenda ulifanya masturbation ikaenda kuathiri moja kwa moja ule mzunguko wako wa damu na kupelekea mishipa yako midogo midogo ambayo inazunguka uume kuwa hafifu sana, kwa hiyo inapelekea damu haipitishi vizuri. Lakini pia huenda ulifanya masturbation ikapelekea homoni yako ya kiume kushuka sana na kupelekea hiyo hali ya kuwahi kufika mapema sana kileleni. Hakikisha unawasiliana na mimi tuzungumze ili uweze kurudi kwenye hali yako ya kawaida, kwa sababu hizi changamoto za upungufu wa nguvu za kiume zinadhalilisha sana.